Ibara kuhusiana na masuala ya usajili ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Karibu sana Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Niko hapa kwa ajili ya kukufahamisha kuhusiana na sakata kubwa ambalo linaendelea. Moja kati ya mchezaji mkubwa, mchezaji pia mwenye uwezo, mchezaji mwenye kipaji bora kabisa, ambaye amewasumbua pia Simba Sports Club, lakini pia amewasumbua Young Africans kunako ligi kuu Tanzania bara, na amekuwa na kiwango bora kweli kweli, japokuwa mwamba amefunga bao moja tu pekee kunako ligi kuu Tanzania bara ambaye aliwafunga Tanzania Prison. Hajafanikiwa pia kuweza kufunga mechi nyingine yote ile, lakini pia ni moja kati ya mchezaji ambaye yuko kwenye kiwango bora, anajua kutengeneza pia nafasi, lakini pia anajua kuwatesa mabeki haswa kikweli kweli. Zipo taarifa nyingi ambazo zimekuwa zikimhusisha mchezaji na vilabu kadha wa kadha. Sasa wacha nikupe story kwamba baada ya mwamba ukipiga pale kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid kuonyesha kiwango bora kweli kweli, na hatimaye akawasumbua wekundu wa Msimbazi Simba. Manake ilikuwa ni mechi ya ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa Tabora United dhidi ya mnyama Simba, ambao ilipigwa kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Sasa huyu mchezaji aliubonda mwingi sana na aliweza kuonyesha kiwango cha hali ya juu katika mchezo ndani ya dakika zote 90, kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Wakati anakuja kufanywa sabu katika zile dakika ya mwisho, aliweza kuonyesha kiwango bora haswa. Huyu si mwingine, namzungumzia Ramadhan Chobwedo, moja kati ya mchezaji ambaye ametrend kwa ukubwa sana kwa siku za karibuni kutokana na staili yake ya uchezaji, lakini pia namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa sana anapokuwepo yuko kwenye timu na kwenye timu ya Tabora United tumeweza kuona namna ambavyo ameweza kuwasaidia kwa ukubwa zaidi. Sasa Simba wamekuwa wakihusishwa, Young Africans wamekuwa wakihusishwa, Singida Black Star wamekuwa wakihusishwa kupata saini ya mchezaji huyu, lakini ukweli ni kwamba mpaka hivi sasa kwa asilimia kubwa mwenye uhakika wa kumiliki Ramadhan Chobwedo ni wekundu wa Msimbazi Simba, ambao tayari kila kitu wamekifanya kwa ufasaha zaidi, japokuwa kuna mengi ambayo yalikuwa yanaendelea, na tuliweza kuona kwa upande wa namna ambavyo mchezaji huyu amezungumzwa. Basi tumeona hekaheka za timu zote mbili. Tuliona pia afisa habari wa kikosi cha Young Africans Ali Kamwe akimtagi Engineer Saidi akisema kwamba wananchi wanaomba utusiletee huyu, tusajilie huyu, na ni moja kati ya trending kubwa pia ambayo imeweza kutrend kwa mchezaji kutokana na performance yake, lakini pia kutokana na namna ambavyo ameshawishi pia vilabu tofauti tofauti. Bana, staili ya uchezaji wa Ramadhan Chobwedo, moja kati ya mchezaji ambaye anapenda mbio, mchezaji ambaye anapenda kwamba mwekee mali kwenye njia yeye akimbie, anajua chenga, ana uwezo pia wa kupita katikati ya msitu, ana uwezo pia kumpiga mchezaji chenga ya maudhi kweli kweli, na hatimaye akaenda akafanya jambo ambalo analihitaji yeye kwa upande wa timu pinzani, na amekuwa na umiliki mzuri kweli kweli wa mpira, lakini pia amekuwa akitoa mateso makali kwa wachezaji wa timu pinzani kutokana na staili yake ya uchezaji. Sasa tuliona kwenye mechi iliyopita alimsumbua sana Nixon Kibabage, moja kati ya beki bora wa pembeni kwa hivi sasa, lakini ile siku alipitia mateso makali sana kutoka kwa Ramadhan Chobwedo. Alikuwa anamfanya anavyotaka kutokana na namna ambavyo performance ya Chobwedo ilikuwa bora katika mchezo wenyewe. Lakini kama hiyo itoshi, Simba na Yanga hapa tumeona kwamba vita ikiwa ni kubwa kumpata mchezaji huyu. Bana, sawa. Young Africans wameomba pia kumsaini mchezaji huyu, wamehaha usiku na mchana, wamemvizia kweli kweli, wamemzungukia kiaswaswa, lakini mwisho wa siku wakajikuta wamemkosa, na wekundu wa Msimbazi Simba kumbe walikuwa wamemaliza biashara mapema kabisa
wakati Young Africans wakiwa wanapigiana simu wanafanya matambo, Simba Sports Club wao wakamamilisha deal mapema kuzungumza na TRA United na mwisho wa siku wakafikiana mwafaka na mchezaji mwenyewe akakubali kuichagua Simba Sports Club. Na mimi nikwambia kwamba kwa upande wa Ramadhan Chobwedo anamalizia tu msimu huu kucheza dhidi ya kikosi chake cha TRA United. Sasa mimi nikwambia kwamba kama hiyo itoshi, wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamelikamilisha dili na mwamba amesinya mkataba wa miaka 3. Hivyo tutasubiri kuweza kumuona Ramadhan Chobwedo. Hivyo kwa upande wa Simba Sports Club, huu ni usajili ambao wameufanya bora kabisa, na bila shaka mashabiki watakuja kufurahia hiki ambacho kimeendelea. Kwa kikubwa zaidi, wana Simba, Ramadhan Chobwedo tayari ni mali yenu. Tushuhudie sasa namna ambavyo wataenda kuonyesha makeke yake akiwa na uzi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Kweli ni kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye ameibukia tu kwa siku za karibuni na ameshaini sana. Sasa watu wengi wanajiuliza kwamba mwamba mpaka akishaini namna hii basi anaweza akafanya makubwa atakifika pale, au ndo mwamba anaweza akatua kwenye kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba akajikuta anapitia wakati mgumu na mwisho wa siku akapoteana, alafu mambo yakaenda ndivyo sivyo. So kesi pia tusubiri kuweza kuona mwisho wa siku sakata hili litakuwaje, lakini penyenye ambazo zipo ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamelimaliza dili hili. Bwana, shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Chao chao.